Na tuelekee kaunti ya Baringo sasa, ambapo takribani shule 11 katika maeneo bunge mawili ya kaunti hiyo ya Baringo zimeathiriwa na kuongezeka kwa viwango vya maji katika maziwa Baringo na Bogoria, hali iliyovuruga shughuli za masomo na kuwaweka wanafunzi katika hatari ya kushambuliwa na mamba na nyoka. Katibu wa elimu ya msingi Julius Bitok amesema kuwa Wizara ya Elimu inashirikiana na viongozi wa maeneo hayo pamoja na wadau wa elimu kutafuta suluhu ya changamoto hiyo. Hali katika maeneo bunge ya Baringo Kaskazini na Baringo Kusini katika kaunti ya Baringo inazidi kuibua wasiwasi. Kuongezeka kwa viwango vya maji katika maziwa Baringo na Bogoria kumetatiza shughuli za masomo na kulazimu baadhi ya shule kuhamishwa, huku nyingine zikiendelea kuendesha shughuli zao katika mazingira magumu. Hii ni shule ya msingi ya Loru katika eneo bunge la Baringo Kaskazini. Takriban nusu ya eneo la shule hiyo limefurika. Wazazi wanahofu kuhusu usalama wa watoto wao ambao wanakabiliwa na hatari ya kuvamiwa na mamba, viboko na nyoka. Watoto wetu wanakaa hapa na mamba, wanakaa na ipos, tunaita kiboko, na hata nyoka. Yani shule yenyewe si salama. Shule yangu ya Nusukuro imeingia kwa maji. Sokotei Primary iko shida, kwa sababu maji imefika. Lorok Primary iko shida. Sokotei Secondary School iko shida. Hiyo ni kwa upande wa Lake Baringo. Ile Lake Baringo mlikuwa najua Lake Baringo na Lake Bogoria ilikuwa kilomita 38.7. Leo napoongea na nyinyi ni kilomita 7 peke yake imekaribiana. 30 imeenda. Hali hiyo pia imezidisha changamoto za kiafya, huku wazazi wakiripoti ongezeko la visa vya ugonjwa wa malaria miongoni mwa wanafunzi kutokana na kuenea kwa mbu katika maeneo yaliyofurika. Hata hii wiki hii karibu watoto 20 kwa class ya mwalimu wakijaribu kufunza, mwingine naanguka, mwingine mpaka hata walimu nachanganyikiwa kwa sababu ya hii maji. Mipango inaendelea kuhamisha shule hiyo kwenye nyanda za juu zaidi ili kulinda wanafunzi na wafanyakazi, huku serikali ikiahidi kutafuta suluhu la kudumu kwa tatizo hilo. I call upon to extend their support to the Ministry of Education so that these 11 schools around this particular region that are being swallowed by expansion of Lake Baringo to actually be rescued, to be moved and relocated to safer grounds. We are working very closely with the Ministry of Interior and other agencies to ensure that this school is safely evacuated to a safer place, because clearly the lake is expanding and it is consuming all facilities, all the schools around the area. So Tilio Marco, Dira ya Magwiji.